umuhimu wa utu wa ndani, kuboresha utu wa ndani, umuhimu wa kuboresha utu wa ndani. Umuhimu wa kutunza utu wa ndani. Ninamshukuru Mungu kwa somo hili zuri sana, na sidhani kama nitalimaliza leo. Mungu akinisaidia tutaendelea nayo siku nyingine ya Jumapili ijayo. Umuhimu wa kuboresha utu wa ndani. Maandiko niliyoyaweka hapa nimeweka Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 mpaka wa 18. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 hadi wa 18. Biblia inasema hivi: kwa hiyo haturegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Haleluya! Umuhimu wa kuboresha utu wa ndani. Ziko faida kubwa sana kama utu wa ndani ukawa bora kuliko utu wa nje. Haleluya! Ziko faida kubwa sana kama utu wa ndani wa mtu ukawa bora kuliko utu wa nje wa mtu. Ziko faida kubwa sana. Biblia inasema kwa hiyo, au anasema kwa sababu hii haturegei. Hiyo ndio sababu haturegei, kwa sababu utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Haleluya! Ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, unaharibika, lakini hatujavunjika moyo, hatujaishiwa nguvu, hatujabadilisha tumaini kwa sababu ya utu wetu wa ndani ulivyo. Haleluya! Bwana asifiwe. Sijui kama uliwahi kufanya uchunguzi huu. Sio uliwahi kufanya uchunguzi huu. Watu wote wanaoishi kwa stress sio wazuri sana usoni. Si kama uliwahi kuchunguza. Watu wote ambao wanaishi wamejaa stress usoni huwa sio wazuri. Kumbe ni wazuri, ila utu wa kule ndani moyoni umeathiri utu wa nje. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Niliwahi kujiuliza swali hili miaka ya nyuma, wakati ninafanya sana huduma na wazuri. Niliwahi kujiuliza swali, kwa nini wenzetu wote wazuri, lakini baadaye nikaja kugundua hata hapa kwetu Tanzania kuna maeneo watu ni wazuri tu, na kuna maeneo kuuza inatokana na hali ya hewa au aina ya nini. Watoto wanazaliwa wana uhakika wa chai. Friji zimejaa maepo yamo, maziwa yamo, juisi zimo. Na sura yake huyu mtu
utu wake wa ndani inaweza isifanane na utu wake wa nje. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Narudia tena. Na mwalimu wangu alinifundisha teolojia. Sura yake na kuongea kwake anatisha. Na alikuwa anaogopa na wanafunzi wote. Kwa sababu ongea yake, yana anaongea kama anataka kukupa adhabu. Nakumbuka mimi nilifanya mtihani wake mmoja nikapata 100. Akaja na mtihani wangu darasani akanidhalilisha. Kumbe ananijenga tu. Mimi sikumuelewa. Sasa anaambia utisha watu wanatetemeka. Hasa alipogundua nimepata 100, akakata ile 100, alafu akaniandikia 75. Aliandika kwanza, akakata, alafu akaandika 75. Sasa mimi nikabeba ile ni lengo langu. Mimi mtu mmoja anayependa sana kujifunza. Moja ya tabia yangu ni kujifunza. Nikataka akanionyeshe nilipokosea ni wapi, sio kwa lengo niongezee maksi, ila nijue nilichokosea na kilikuwa nini, kwa sababu nikiangalia naona nimepata. Lakini amenikataa, amenikosesha. Nikamfuata ofisini, nikampa. Nikamuuliza mwalimu, nilitaka tu kujua hizi nilizokosa nimekosa kosaje? Ilikuwa iweje? Ili nisaidie kesho ninapoendelea na masomo nijue niwe nafahamu. Akaniangalia, hebu lete mtihani wako. Alipoangalia akakata tena ile 75, akakata akaniandikia si anibaya nini. Hakunijibu. Halafu alipokuja darasani akasema, mnamwona huyu? Mimi nimemwandikia anakuja kunihoja. Sasa tumemwandikia si. Kama anajua nampa mtihani akaufanya. Kanipa mtihani mwingine. Haya wenzangu wanasoma wanafanya mtihani. Unaona mtu mwenyewe uso wake ulivyo. Unaona macho yake yenyewe yalivyo. Unamfanya mwalimu kama huyo. Mimi nikaenda nikafanya ule mtihani nikampelekea tena pale akausahihisha. Akasema, huyu kaja kusoma. Nyinyi wengine mmekuja kutafuta vyeti. Huyu kaja kusoma. Nilimkosesha nikijua amepata, lakini nikataka nijue nimtungie mtihani tofauti na ule ataupata kama ulivyo. Haya, angalieni sasa. Na kumbe ni mtu anayependa watu. Nataka kuzungumza hili kwa maana hivi, utu wa mtu ndani unaweza usifanane na utu wake wa nje. Na mambo machache ya kuainisha hayo, na nisisome maandiko, nataka kukufundisha. Samueli katumwa kwenda kwa Yese. Samueli katumwa kwenda, anaambiwa katika watoto wa Yese mmoja akamtie mafuta awe mfalme. Mmoja kamtie mafuta. Biblia inasema alipofika akatokea mtu anaitwa Eliabu. Anasema amepanda juu, ni pande la mtu na ni mzuri wa uso, ana uso wa mviringo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ana uso wa mviringo, amepanda juu, ni pande la mtu, anaongea kwa staha, anatembea kwa staha, tembea kwa kujiamini. Akamkombisi Samueli amtie mafuta. Biblia inasema usitazame uso wake. Haleluya. Mungu huangalia moyo, hatazami kama mtu atazamaje. Anaangalia utu wa ndani.
anaangalia utu wako wa ndani ya kutendea. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Anamwambia usitazame uso wake wa mviringo, usitazame urefu wake ulioinuka, usitazame mwili wake ulioumbika, na usitazame tembea yake ya kishupavu. Bwana haangalii kama mtu angaliaye, anatazama utu wa ndani wa mtu. Haleluya. Pointi muhimu hapo, utu wa ndani ukiwa bora, Mungu ndiye anaoangalia aamue cha kukutendea. Ili akupate mafuta, anaangalia utu wako wa ndani. Glory to God. Haleluya. Haleluya. Haangalii unyonge wako. Hata Yesu, Biblia inasema katika sura ya 53 ya kitabu cha Isaya, ukimtazama hana uso, hana sura, hata mtamani, lakini yeye ana utu wa ndani ulio na uweza wa kukusaidia. Lakini ukimtazama kwa nje, hana umbo hata utamani. Haleluya. 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 Paulo wanamshangaa Wakorinto wanamshangaa, wanajadiliana. Wanasema hata kabwana kenyewe kakija ni kadhaifu, hakatoshi hata mkononi, lakini nyaraka zake zina nguvu. Haleluya. Wanamshangaa nyaraka zake zilivyokuwa zinakuja, tulikuwa tunashangaa, tunafikiri giant na mtu lenye uwezo, ukitazama unakubaliana nao. Kumbe kenyewe kako hivi, mbona nyaraka zake. Hata Paulo mwenyewe akasema, ninatamani kuja huko nije niwapime nguvu zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pointi muhimu hapa, andika hapa, Mungu huangalia utu wa ndani ulivyo bora ili aupendee hata utu wa nje. Baada ya wote kukataliwa katika nyumba ya Yese, Samueli anamhoji, hauna mtoto mwingine? Baba yake anasema wameisha. Baba yake anasema wameisha. Samueli anasema hapana, Mungu hajawahi kusema uongo, Mungu hadanganyi, Mungu huwa hakosei. Ameniambia wewe mtoto wako nimtie mafuta, unasemaje wameisha? Anasema wameisha, kalikobaki ni kadogo, kachungaji kakomo. Kwa hiyo ametoa mtimisho kwamba hakafai kwa mtazamo wa utu wa nje, hakana sifa kwa mtazamo wa utu wa nje. Lakini kumbe Mungu anakaona kale ni giant. Haleluya. Utu wa ndani sio kadogo. Sasa niongee maneno machache hapa. Utu wa ndani hasa ni nini? Yako maneno matatu yanayodhihirisha utu wa ndani ni kitu gani? Neno la kwanza ni hilo utu wa ndani ambalo tumesoma kwenye Wakorintho na Waefeso. Neno la pili ni roho ya binadamu. Neno la pili ni roho ya binadamu. Neno la tatu moyo. Maneno haya matatu ndio hufunua
neno utu wa ndani. Katika Mhubiri sura ile ya 3 mstari wa 20 hadi 21 anasema, wote huenda mahali pamoja na wote hutoka katika mavumbi na hata mavumbini hurudi. Ni nani ajuaye kama roho ya binadamu huenda juu na kama roho ya mnyama huenda chini? Bwana Yesu asifiwe. Utu wa ndani ni roho ya binadamu. Katika Mathayo sura ile ya 10 mstari wa 28, Mathayo 10:28, Biblia inasema, msiwaogope wao wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho katika jehanamu ya moto. Mstari huu unamaanisha hivi: utu wa nje unaweza ukazuliwa na mtu wa nje, anaweza akaua mtu wa nje, na shetani anaweza akashambulia mtu wa nje. Lakini utu wa ndani, roho ya binadamu, hakuna awezaye kuiingilia, kuiangamiza, kuifanya lolote. Labda niongeze na mstari mwingine katika, nafikiri ni Mhubiri 8:8. Nafikiri ni Mhubiri 8:8. Wanasema hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho, wala hamna mamlaka juu ya siku ya kufa, wala hakuna kuruhusiwa katika vita vile, wala uovu hautamwokoa yule aliyeuzoea. Hakuna kuruhusiwa katika vile vita, hakuna kuingilia vita ya kiroho. Maana yake ni nini? Jukumu la Mungu katika kuiangamiza roho haliingiliwi. Neno hili tunazoea kulihubiri tu kwenye misiba, ambalo huwa linamaanisha hivi: vita ya roho ya binadamu na Mungu haina la kuingilia, haina mshauri, haina maamuzi. Mtu akifa, sala zenu ziwekeni pembeni za kumwombea akae mahali pema peponi. Hakuna kuingilia huko. Hiyo vita ni ya mtu na ni ya Mungu na yeye anayekufa. Nyinyi fanyeni huku akiwa mwilini, mwambieni aokoke kabla hajafa. Kwa hiyo utu wa ndani ni roho ya binadamu. Sasa nataka niongee mambo machache kwa leo, tuishie hapa. Sitaweza kwenda mbali sana. Andika umuhimu na ulazima wa kuyajali maisha ya utu wa ndani kuliko kuyajali maisha ya utu wa nje. Hili somo ni somo ambalo mtu kulitenda ni gumu, ila kulisikia ni zuri, lakini kulitenda ni gumu. Lakini ni somo lenye matokeo chanya kwa anayelitendea kazi. Roho yangu hamuioni. Mkiniangalia mnaona nimevaa suti na kola na viatu vizuri. Sijui kama roho yangu ingetokea pale papo imevaa. Jambo.
Mchungaji, tuna kazi za ajabu sana. Siku moja nikapewa, nilikuwa naenda kuhubiri mahali. Nilipofika kanisani, ni wakati nimefika kule, nimelala siku ya kwanza. Kesho ndio naanza huduma. Ilikuwa ni semina ya ndani, kanisa kubwa. Usiku nikaota nimeenda madhabahuni. Ile ndoto imeanzia niko madhabahuni ninaomba ili nihubiri. Sasa namaliza kuomba, nafungua macho hivi. Kanisa limejaa kweli, lakini wote wako uchi. Sasa nasema, hawa washirika au wachawi wameingia kwenye ibada, washirika wajani. Sasa kumbe Mungu alikuwa ananionyesha roho zao. Maisha ya utu wa ndani yanatakiwa yapewe umuhimu kuliko maisha ya utu wa nje, kwa sababu hizi. Moja, huu utu wa nje ambao ni mwili ni wa kitambo. Ni wa kitambo tu wapendwa. Tutajenga majumba ni kwa kitambo. Tutapata vyeo ni vya kitambo. Tutapata kazi ni za kitambo. Tutapata heshima na utukufu kwenye ukoo. Unaheshimika kuliko ndugu zako, wanakupigia magoti, ndio wanataka msaada, wanapatia msaada, lakini hayo yote ni ya kitambo. Lakini maisha ya utu wa ndani, haleluya, yanatupa utukufu udumuo hata milele. Yanatupa heshima idumuyo hata milele. Yanatupa uzima udumuo hata milele. Katika utu wangu wa nje, nijapokuwa maarufu kama nani. Umaarufu mkubwa duniani ni urais, si ndio? Umaarufu mkubwa duniani ni urais. Maana hata tajiri sio maarufu kama rais. Si mnajua hiyo? Ukisoma mambo ya katiba haya unashangaa. Hata mali za watu rais anaweza kaamua tu kwamba kuanzia leo hizi zinakuwa za serikali. Ndio. Hapa Tanzania shule nyingi zilikuwa za misheni. Siku moja Nyerere akasema kuanzia leo ni za mpaka kesho ni za nini? Na sasa hivi tunajenga tena mashule ya misheni. Siku moja rais akasema kuanzia leo ni za, ana utukufu ambao ni mkubwa na amepewa mamlaka hayo kikatiba. Ni haki yake afanye hivyo anapoona kuna sababu ya kufanya hivyo, lakini ni ya kitambo. Lakini ni ya akifa imeishia hapo. Lakini utu wa ndani unaofanya Paulo aseme hatulegee. Maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Njia pekee ya mambo ya kiroho kuyatimiza. Ukimwona mtu hawezi kuitikia maagizo ya kufunga kwa sababu anafuata mwili, lakini aliyenutubisha mambo ya roho. Tumemaliza maombi, tumekaa wiki moja tukatangaza maombi, watu wakaitikia. Kutoka hapo mchana ukahubiri watu, mmeacha kazi zenu, leo tunaenda kushuhudia ni uwezo wa kuitikia mambo ya roho ambayo ni ngumu kuyaitikia kama unafuata mambo ya mwili. Mstari wa 5, kwa maana waufuatao mwili hufikiri mambo ya mwili,
bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Mstari wa 6, kwa kweli nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima. Mwili hauendi popote, wapendwa. Nimesema hivi, mimi hapo mnanipiga picha na kamera zenu zilivyo mbovu, hata kama amezinunua hela nyingi, hampati picha ya roho yangu. Mnapata picha ya mwili wangu. Lakini mngeiona roho yangu, mngepata kamera ya kuwapa roho yangu, mngeiona nilivyokuwa. Je, na yenyewe imependeza, imeoga, imepaka mafuta, na yenyewe uso wake una vitamin au yenyewe imepapuka kama imetoka kugaragara kwenye majivu, ina maji nzuri. Andika nimesema maneno matatu: utu wa ndani au roho au moyo. Andika maana ya neno moyo kwa Kiebrania. Maana ya neno moyo kwa Kiebrania. Kiebrania moyo unaitwa labab. Labab. Kiebrania moyo unaitwa labab, lenye maana ya katikati ya kitu. Katikati ya kitu. Kuna mifano mingine itakwenda kusumbua kuwapa vizazi vya leo, kwa sababu wao wanazaliwa tu mjini, hawajui hata katikati ya. Kwa mfano nikisema katikati ya mti, katikati ya mti, wachache watanielewa. Hii mbao ina sehemu kama 1, 2, 3, 4. Hii ni sehemu ya 4 au ya 5 katikati ya ule mti ambapo panaitwa moyo wa mti. Hii lakini kabla ya kuipata kuna magome, sawa? Makamu hayana hata utovu. Ukiyatoa hayo, kuna magome yenye utovu. Bwana sikia. Bwana sikia. Ukiyatoa yale makamu, kuna magome yenye utovu. Kwa mti huu ukiyakuta yale yanatoa utovu mwekundu kwa mti huu, kama damu. Sasa Wasukuma, watu wa kanda ya Ziwa wakaita mninga. Ule mti wameuita mninga kwa sababu ya ule utovu mwekundu, kwa sababu wao damu wanasema maninga. Sasa umekuwa jina lake Tanzania nzima unaitwa mninga. Bwana asifiwe. Baada ya utovu ya magome hayo, kuna gome jeupe. Lina mweupe na umanjano cream fulani hivi. Likitoka ile ndio unaikuta hii. Hii inaitwa moyo wa mtu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Huo ndio unaitwa moyo wa mtu. Kwa maana nyingine, tunaposema utu wa ndani kwa maana ya Biblia kwamba moyo wa mwanadamu, huwa tunazungumzia utu wa binadamu ulio ndani au utu wa ndani ya binadamu. Labda kwa lugha ya Kibiblia panaitwa ndio chanzo cha nguvu za uzima. Kwa lugha ya Kibiblia, utu wa ndani ndio asili ya uzima wa binadamu. Mithali, naomba mnisaidie niende haraka haraka. Bila ukienda haraka, sasa mbona mnasoma haraka? Mithali 4:23. Mithali 4:23. Lugha ya Kibiblia
ya matokeo yake, ndio asili ya mema yake hapo kwenye utu wa ndani. Mithali 4:23. Linda moyo wako kuliko vyote uyalindayo, maana huko ndiko zitokapo chemchemi za uzima. Uzima wa mwanadamu uko kwenye moyo wake. Chanzo cha uzima wake ni kwenye moyo wake. Chanzo cha nguvu zake ni kwenye moyo wake. Chanzo cha uhai wake ni kwenye moyo wake. Ndio maana nikasema kwamba maisha ya ndani ya binadamu yapewe kuliko umuhimu kuliko maisha ya nje, kama anavyosema kwamba linda kuliko vyote uvilindavyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikupe kanuni chache muhimu. Wangapi wanalala nje? Simnyoshe mkono. Hamlala nje? Kwa nini mnalala ndani? Kwa nini hamlali nje? Sinawauliza wapendwa, mbona mnanitazama na macho? Mnijibu na mdomo. Kwa nini hamlali ndani, hamlali nje, mnalala ndani? Sababu sisikii. Mnalala kwa ajili ya ulinzi. Mnalala ndani kwa ajili ya ulinzi. Nataka kusema nini? Unapoenda kulala ndani, unalaza roho yako mwili wako. Roho unailaza roho. Biblia imeona kwamba asili ya nguvu zako ni ubora wa utu wako wa ndani. Huo mwili wako umemjengea nyumba, umeweka na magrili, milango ya kutosha na makomeo na nondo, bado nasukumiza na makochi yakaye mlangoni. Madirisha yana manondo, unalinda mwili. Je, usalama wa roho yako ukoje? Huu mwili hauishi bila roho. Roho ikitoka, mwili unaitwa maiti, unaitwa marehemu. Tunauita mwili wa marehemu. Tunaita mwili wa marehemu. Katika wapi? Marehemu ni nani? Waswahili wana maneno mazuri kweli, wakamwita marehemu, yaani mtu anayerehemiwa. Wana maneno mazuri, lakini point yangu ni kwamba linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Asili ya matokeo mema yote ya binadamu ni kutokana na ubora na usalama wa roho yake. Ubora na usalama wa roho yake. Nimalize tu kwa leo, kwa sababu nimeambia tutaendelea wiki ijayo somo hili. Nitaendelea nayo wiki ijayo somo hili. Nimalize kwa kusema haya. Aonayo mtu moyoni mwake ni gani? Aonayo mtu moyoni mwake, huku moyoni
moyoni hakuna nini, anakimbiaga kivuli chake. Askari mmoja alipandika risasi ukutani kwamba anapiga kivuli chake, yuko akasinzia, yuko kwenye elimu, anakuja kuinuka hivi, anaangaza hivi, msinzia, anaona mtu anashtuka, wewe nani? Wewe sikakuuliza, jitambulishe. Sasa kama nakupiga risasi, ila anapoki anachukua bunduki hivi, anaona yeye linamwelekezea risasi, kumbe umuweke, amekosa usalama huko ndani, kapiga kitu. Simuelewa. Aonaje mtu moyoni mwake? Andika mambo haya machache kwa faida ya leo. Moyo ukiwa salama, nia za moyo wa binadamu zote zinatoka salama. Malengo ya moyo wa binadamu yanatoka malengo salama. Anajiwazia mtu hujiwazia kutokana na usalama wa moyo wake. Mtu ambaye amepoteza usalama wa rohoni anajiwazia matatizo. Hebu naomba mtu mmoja nisomee Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7. Mtu anapoanza kuwa na nia zisizo sahihi ni ukosefu wa usalama wa mtu wa ndani. Usalama wa mtu wa ndani humsababisha mtu nia zake ziwe thabiti na sahihi. Ukimwona mtu anasema hata hawa wanaofikia mahala wanaenda kujiruza kama machagudo, ameshapoteza usalama wa ndani. Nia zinazomtokea potelea mbali ni wale wale. Anapaswa kulinda huku kwenye vyanzo vya mawazo. Mathayo 12 mstari wa 35 na 33 na kuendelea. Vyanzo vya mawazo ya moyo yatategemea usalama wa moyo uliotunzwa na kulindwa na kuwekwa salama ukawa bora. Lakini moyo ulioharibiwa, mawazo yake hutoka mabaya. Moyo mbovu hauwezi kutoa mawazo mazuri. Angalia 33. Unawezaje kunena mema? Moyo mbovu umejazwa vitu vibovu. Moyo mbovu, utu wa ndani ukiwa mbovu. Sikiliza, utu wa ndani ukiwa vizuri, vyanzo vya kimungu ndani unasikia kusema hivi: mimi ni mteule wa Mungu, mimi ni mwana wa Mungu, Bwana atanitendea mema, Bwana atanitokea. Moyo uliotunzwa hauna vyanzo vibovu. Ukisikia watu wana vyanzo vibovu, utu wa ndani haukutunzwa, haukulindwa, haukutunzwa, haukuboreshwa. Kutokuboresha utu wa ndani husababisha maamuzi mabaya juu ya utu wako wa nje.
Ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake kuwa mabaya, au ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri. Enyi wanafiki, enyi waovu, mwawezaje kuwaza mema wakati moyoni ni wapofu? Maana mtu huyatoa yaliyoujaza chemichemi. Zaburi ya Mithali 4:23 ametumia neno chemichemi, chanzo cha mawazo mazuri, chanzo cha maneno mazuri, chanzo cha matumaini, chanzo cha imani ya kupokea msaada wa Mungu, chanzo cha imani ya kupokea ahadi za Mungu, chanzo cha imani ya nguvu za Mungu katika maisha yako, chanzo cha imani ya baraka za Mungu katika maisha yako, chanzo cha imani ya kushinda majaribu hakitatokea kwenye moyo mbovu, bali moyo uliohifadhiwa na kutunzwa na kuboreshwa. Ndani yake kuna mawazo ya kushinda majaribu, ndani yake kuna mawazo ya kushinda vita, ndani yake kuna mawazo ya kutembea katika viwango bora vya utukufu wa Mungu, kwa sababu moyo umetunzwa, unatoa chemchemi sana. Haleluya, haleluya. Mioyo iliyoharibiwa inafika kupeleleza nchi ya Kanaani, inasema sisi ni panzi wa kuliwa, lakini mioyo iliyoboreshwa inafika mahali inasema Bwana ametupa kurithi nchi nzuri. Moyo mzuri. Glory to God. Haleluya, haleluya, haleluya. Moyo mzuri unaona wema wa Mungu juu yake, unaona ahadi njema za Bwana, unaona makusudi mema ya Mungu juu ya maisha yako. Haleluya, haleluya. Paulo anasema kwa hiyo hatulegei, hata kama vita ni vingi, lakini tunatembea kutokana na utu wetu wa ndani ambao unafanywa upya siku hadi siku. Wewe utu wako wa ndani unafanywaje? Je, unaharibiwa siku hadi siku? Unadhoofishwa hadi siku hadi siku? Unaishiwa imani hadi siku hadi siku? Unapungukiwa matumaini utu wa ndani? Mungu wa mbingu na nchi leo anataka kukusaidia. Toa muda kwa ajili ya kushughulikia utu wako wa ndani. Toa muda kwa ajili ya kushughulikia utu wako wa ndani. Kama una masaa ya kufanya kazi, uwe na masaa kwa ajili ya utu wako wa ndani. Kama una masaa ya kula chakula, uwe na masaa kwa ajili ya kulisha utu wa ndani. Haleluya, haleluya. Huwezi utu wako wa ndani ukawa mzuri kama una masaa ya kujisomea chuo tu, una masaa kwa ajili. Sikilizeni, hata sisi wachungaji sipaswi kuwa na masaa ya kutazama ujumbe kwa ajili ya kuhubiri watu, maana nisije nikawahubiri mimi nikawa mtu wa kukataliwa. Nitafute saa ya kufanya upya roho yangu. Glory to God. Haleluya. Sikiliza, hebu simama. Hatutalegea kwa sababu ya utu wetu wa ndani ulivyo. Mtu kama Paulo anapitia matatizo magumu mazito yasiyoelezeka, lakini ndivyo anavyozidi kuwa mpya kiroho, ndivyo anavyozidi kuwa na nguvu katika kazi ya Mungu, ndivyo anavyozidi kuwa na nguvu katika huduma. Wewe utakapofanywa upya, kila unapopambana na jaribu linakutia wivu wa kufanya mambo makubwa kwa Bwana. Halikufanya uvunjike moyo, halikufanya ulegee, halikufanya ukate tamaa, halikufanya uchoke, halikufanya usione matumaini. Matumaini yetu yanafanya upya siku hadi siku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndani ya moyo wako tamani kufanya vizuri kuliko miaka yote uliyowahi kufanya vizuri, kwa sababu ya utu wa ndani. Mungu akinijalia wiki ijayo utazungumza
na vyanzo vya moyo kufanywa upya na kufanywa bora, utu wa ndani si wa nje, na vyanzo vya utu wa ndani kuharibiwa. Utu wa ndani ukiwa bora, watu wataenda kaburini wanacheka, utakabiliana na mauti kwa kicheko, utakabiliana na moto kwa ujasiri kama kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Wanakwenda kwenye moto kwa ujasiri. Ndani ya moto, Biblia inasema wao wanamuona Mungu wao yumo ndani ya moto. Haleluya. Moyo ulio safi ndani ya jaribu lako, unamwona Mungu akiitweka bendera yako ya ushindi. Unamwona Mungu akikutangaza mshindi ndani ya jaribu lako. Oh, haleluya. 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 Oh, unamwona Mungu ndani yangu akitangaza ushindi wangu. Namwona Mungu ndani yangu akihubiri utukufu ambao sijawahi kufikia. Namuona akitangaza ndani yangu. Oh, haleluya. Leo hii niwaambia pale Temeke wiki ninafanya kazi, ninafanya huduma pale. Ninasema mimi mwaka huu ninaona kupanda utukufu mkubwa kuliko wote niliowahi kuexperience katika utumishi wangu. Naenda kwenda utukufu mkubwa kuliko wengine. Sio kwa sababu nimeomba sana, sio kwa sababu nimefunga sana, najisikia kufanya upya ndani ya utu wangu wa ndani. Sikia kufanya upya, nasikia kuboreshwa zaidi. Oh, haleluya. Haleluya. Hivyo haturegei, yanayotuzunguka hayatuvunji moyo, tunayopitia hayatupunguzi spidi yetu katika Bwana. Utu wako wa ndani ukifanya upya, wewe utajiona katika wale waliokusudiwa na Mungu, kutendewa mema ya Mungu chini ya jua. Ndani ya mwezi huu na mwaka huu utaona ni mimi, utaona ni mimi, utaona ni mimi. Mhubiri mmoja anaitwa T.L. Osborne. Mhubiri mmoja anaitwa T.L. Osborne, Marekani, mhubiri mkubwa. Alikuja kuhubiri Nigeria. Wakati anahubiri Nigeria, akakosa ndege ya kuondoka na alikuwa anawahi mkutano. Yule mchungaji aliyemkaribisha akaenda naye uwanja wa ndege pale Lagos. Alipofika wakazuiliwa, mmeshachelewa, watu wameshafanya check-in sina nini, hakamna. Akaambia mimi si mnanijua, mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi naenda kuwaomba kwenye ndege mmoja mwachie mhubiri asafiri. Wakamwambia pita, wakapita na mhubiri wake. Amefika mle ndani, akasema kuna mtu mmoja ambaye Bwana amemkusudia kumwinua. Kuna mtu mmoja ambaye Bwana amemkusudia kumwinua, ambaye moyo wake umeandaliwa, amwachie mhubiri kiti chake asafiri. Huyo mtu anaitwa Dangote ndiye akasimama, anasema mimi, moyo wake ukampa kujiposition. Anasema ni mimi, akashuka. Aliposhuka ndio mwanzo wa kuinuliwa kwake kiuchumi. Bwana asifiwe sana. Moyo, utu wa ndani, utu wa ndani. Bwana asifiwe. Usikubali utu wako wa ndani uvurugwe, ushushwe, udhoofishwe, uboreshwe. Kila nafasi ya kimungu utaiona inakuhusu wewe.
kila upendo wa Mungu utaona ni kwa ajili yako wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kila baya linalosema duniani utaona halinihusu mimi. Mimi Bwana pangu ni wema, amenikusudia leo. Moyo utu wa ndani ukitengenezeka. Oh, haleluya. Hebu funika macho yako. Nika macho yako. Kusudia kuboresha utu wako wa ndani. Kusudia utu wako wa ndani uwe bora. Nimesema kila siku inayo kwa Mungu. Kaa mbele za Mungu kwa maombi na kwa neno la Mungu. Usikae tu unafanya kazi bila. Bwana anataka kuboresha maisha ya utu wako wa ndani. Ili chemichemi ya mema ya Mungu itembee juu ya maisha yako. Mbona siko ya bidhaa kama wewe na busara. Bwana anataka kuboresha maisha yako ya utu wa ndani, ili mema ya Mungu yaanze kuwa chemichemi ndani yako. Moyo wako utafakari mema ya Mungu. Moyo wako utafakari uzuri wa Mungu. Moyo wako utafakari upendo wa Mungu. Moyo wako uhisi kupendwa na Bwana. Moyo wako uhisi kuinuliwa, uhisi kutendewa mema, uhisi kufarijiwa, uhisi kutendewa kwa ukarimu. Moyo wako sadelibo meripa tasabu. Moyo wako Mungu anataka utu wako wa ndani uwe bora, ili chemichemi za mema ya Mungu zichipukie kuanzia kwenye wazo, kwenye fikira zako. Usiwazie anavyokuanzia Bwana, ujiwazie anavyokuanzia Mungu, ujisemea anavyokusemea Mungu, ujinenea anavyokunenea Mungu. Utu wako wa ndani utasikudhibisha. Utu wako wa ndani utafanya hata kama utu wa nje hauna sifa, kama Paulo anavyosema, japokuwa utu wako wa nje unachakaa, lakini utu wa ndani unanifanya niwe hodari, unanifanya niwe bora, unanifanya niwe na nguvu, unanifanya nitembee katika makusudi ya Mungu. Utu wako wa ndani lila busha. Inua mikono yako, kila mtu mwambie Bwana, na uleta utu wangu wa ndani. Bwana uwe bora, nisaidie kutembea katika ubora wa utu wangu wa ndani. Lebo sheto lebelina renda la mama sika hii katika jina la Yesu Kristo ali hai. Yako mambo yameuharibu utu wako wa ndani, yameufanya uwaze mabaya, yameufanya ujikatie tamaa, yameufanya uvunjike moyo. Leo nataka kusema Bwana anataka kuanzisha chemichemi mpya ndani ya utu wako wa ndani katika jina la Yesu Kristo ali hai. Lebelika delebosha. Yako mapito umeyapita, utu wako wa ndani umedhoofu, na leo Bwana anataka utengeneze utu wako wa ndani katika jina la Yesu Kristo ali hai. Ina mama shaka kama na wana Mungu anakufanya kama anavyosema katika Efeso, Roho wa Mungu awafanye upya utu wenu wa ndani. Roho Mtakatifu aufanye upya utu wako wa ndani. Ruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu ikujae, aufanye upya utu wako wa ndani. Enalishe tepeka wendalisaka nemolita shite katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu. Kila moja paza sauti, mwambie Mungu juu ya utu wako wa ndani, ambao yaseme maeneo ambayo umejisikia kudhoofishwa, umejisikia kupoteza uwezo, chemichemi za mambo ya Mungu zimekata. Mwambie Bwana, naomba nifanye upya utu wangu wa ndani leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nikopa kazini Bwana mshike bebe yaka nitakaposa kana lololela nitakisime mbinguni la rai katika jina la Yesu. Utu wa ndani chemichemi zianze kutokea katika jina la Yesu Kristo. Ninamlisha kabisa utu wa ndani, ninaweka mbele zako Mungu utu wa ndani. Roho Mtakatifu akufanye upya utu wako wa ndani, akufanye upya utu wako wa ndani, akufanye upya utu wako wa ndani katika jina la Yesu Kristo. Utu wa ndani aufanye upya tena, atasayaka wakongozini
let me be shaka, and then let me be crazy, let me be dry. Watu wa ndani, usimelina mamasha, akufanya upya, watu wako ndani, akufanya upya, watu wako ndani, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Umeshaka, labda mosete, watu wa ndani, Bwana ufanye upya, watu wako ndani, Bwana ufanye upya, watu wako ndani, katika jina la Yesu Kristo. Watu wa ndani, aufanye upya, aufanye upya, aufanye upya, katika jina la Yesu Kristo. Itekorulasha, inamelibra, watu wa ndani, katika jina la Yesu. Bwana ufanye upya, watu wako ndani, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Watu wako ndani, Bwana ufanye upya tena. Bwana akutengeneze chemichemi za mema ya Mungu zianze katika maisha yako, zianze katika wazo la moyo wako, zianze katika nafsi yako, zianze rohoni mwako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu, neema ya Mungu, katika jina la Yesu Kristo. We decree memoria la sitawi la bosi. Roho yako Bwana aifanye upya, na Bwana ayaboreshe maisha. Mungu akupe kutembea kwenye upya wa uzima, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mbele za Mungu, funika macho yako, simwangalie mtu. Jihuzunishe mbele za Mungu. Bwana kutembea kwa ukarimu, Bwana kusaidie leo. Nilauka Kristo na boshi. Prokore besanta na limine na boshi. Lele boshi, ilianda robe comes. Natamani watu wote inaenda mbele za Bwana mwambie release kibora lipo on the lemon side recover by time the glorious Baba mioyo yenye maumivu na vidonda, mioyo yenye maumivu na vidonda, mioyo yenye maumivu na vidonda, Roho Mtakatifu igange leo, Roho Mtakatifu igange leo. Relamoshi kipelezi Lelabanika Melemoshi Regerosi Nemalalamoshi. Bwana kutengeneza katika jina la Yesu. Bam Yesu. Roho Mtakatifu piga matunda leo, piga matunda haya, piga meroshi, piga limites, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, piga matunda ya watu wako. Nilamo Elisha, Roho Mtakatifu piga matunda leo. Linadaika mshinze neno kuita Kristo ramani siku kesho. Roho Mtakatifu piga matunda ya Bwana, piga matunda ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Kosa lelamos milai kobrados wiko warede likonte misai. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu kwa watoto wako. Roho yao Bwana utengeneze, Roho yao Bwana maisha yao Mungu uwatengeneze. Lilalamoshi linateka mawe saita poseke limonda yao ulemeshi na nitakarikaruke pasa ulimikitika sika mimilani nenatitatosheka prodeka wanalimekitika kusila moshi unamarika nisaka belamashi tukachima la Yesu Kristo.
jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Watu walikuwa wanaona Kanaani ni mahala pa kuangamia kwao, sio mahala pa ukombozi wao na pa baraka. Badala ya kuona maziwa na asali, mioyo yao inaona hatari mahala ambapo Mungu anataka kuwatendea, mahala ambapo anataka kuwainua. Wao wanaona hatari, wao wanaona matishio. Leo moyo wako Bwana anataka kufanya upya, ili ulione kusudi la Mungu na mahala ambapo Mungu anataka kukutendea. Katika jina la Yesu Kristo, neema ya Mungu, Roho Mtakatifu ayatende haya ndani ya moyo wako. Roho Mtakatifu aingie kwenye moyo wako. Roho Mtakatifu aingie kwenye utu wako wa ndani, ili upate kuona neema ya Mungu aliyokusudia. Katika jina la Yesu aliye hai. Simama nipate kukutamkia baraka kwa ajili ya wiki hii, kwa kazi zote unazofanya. Simama nipate kukutamkia baraka kwa kazi zako zote na mambo yote unayoendea katika wiki hii. Baba, katika jina la Yesu ninawaweka watoto wako mbele zako kwa wiki hii. Wanayo mambo wanayopenda kufanya, ninawabariki. Natangaza wema wako uende pamoja nao katika kila jambo wanaloenda kutenda. Fadhili zako Mungu zikae pamoja nao, watendee kwa ukarimu kwa neema yako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangalizie nuru ya uso wako, akupelekee malaika katika kila jambo unalopenda kulifanya, na Bwana akakupe kibali kwa kila utakayekutana naye. Wema wa Mungu ukakufuate. Bwana akapigane na vita vyote utakavyokutana navyo. Kabla hujavifikia, Bwana apigane navyo. Na neema ya Mungu na neema ya dunia haya Bwana akakujalie, yakalete katika mikono yako. Nami nakubariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.